shughuli ya kwanza ya Adam ilikuwa ni kukaa pamoja na Mungu. Alafu hiyo siku akasema hii ni yangu, sasa nina starehe. Kama Mungu alistarehe, wewe unahangaika na nini wewe? Mwambie jirani yako, acha masumbuko. Kaa na Mungu kwenye siku yake, maana amejaa yeye mwenyewe. Kama Mungu aliibariki hiyo yeye mwenyewe, akabariki na akatakasa, wewe tuliza miguu. Tuliza miguu. Mwambie jirani, tuliza miguu. Wacha mchecheto. Siku ya Mungu, kaa na Mungu. Utabarikiwa, utastarehe na utatakaswa. Maana siku ya saba Mungu hakuijaza kitu chochote, alijaza na uwepo wake mwenyewe. Haleluya. Anyways, tunaendelea. Sasa mambo yakiwa mazuri hapo, Mungu akamwambia Adam, sasa wewe sijakuumba kama robot. Nimekuumba na akili. Maana wewe ni uwakilishi wangu. Nataka viumbe vyote vikikutazama wewe wauone mfano wangu. Na mimi ni Mungu mwenye akili na maarifa. Sasa nataka na wewe uwe na akili na maarifa, na ninakupatia zawadi ya uhuru wa kufanya maamuzi. Freedom of choice. Robot tu ndo halina uhuru. Ukilikomandi liende, limeenda. Rudi, Mungu anasema, wewe una mfano wangu na sura yangu. Nataka nikupe uhuru wa kufanya maamuzi. Na katika kufanya maamuzi ndio nitajua kama kweli unanipenda na kunitii. Maamuzi yako ndio udhihirisho wako ya kwamba unanipenda na kunitii na kunikubali. Mwanzo sura ya 2 fungu la 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Adam, una uhuru, una akili. Nataka nijue kama wewe kweli unanipenda na kunitii. Na hii nakwambia, miti yote kula, huo mti usile, maana siku utakapokula utakuwa umedhihirisha kwamba hunipendi na hauitii mamlaka yangu. Nikiwa nasoma Mwanzo sura ya 2, ndio ninasikia mwangwi kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Yaani hapa nasoma Mwanzo sura ya 2, mambo mazuri Mungu amejaza. Siku ya saba wanakula good time, kula kila kitu, huu usile, nitii, niheshimu, tupendane. Na ghafla ninasikia mwangwi kutoka Ufunuo 12 fungu la 7 mpaka 9. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Fungu la 9, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Adam anakula good time hapa. Tuheshimiane, tupendane, ishi kwa mipaka. Uhuru ni wa kwako, fanya maamuzi. Mwangu unasema vita inapiganwa mbinguni. Paradiso pameingia shida. Sasa paradiso kuna vita. Adui ameingia paradiso. Lakini ile vita, Biblia inasema yule joka akashindwa na akatupwa. Sikia tangazo sasa la onyo. Sikia onyo. Tunapofika Ufunuo sura ya 12 fungu la 12, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao umo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Mbingu zinaambiwa shangilieni, maana tumeshinda vita. Yule shetani nyoka wa zamani ametupwa. Shangilieni yenye mbingu. Lakini ole wa nchi na bahari, maana yule Ibilisi audanganyaye ulimwengu ametupwa kwenu, na amekuja na ghadhabu za kushindwa. Unajua ukishindwa Bwana unakuwa na makasiriko sana. Amekuja na makasiriko. Ole wa nchi na bahari. Yule jamaa alipotupwa
Unapofika Mwanzo sura ya 3, si Mwanzo sura ya 2 pale tunaambiwa mambo mazuri nini, Mwanzo sura ya 3. Basi ametupwa, amefika fungu la kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, atii. Hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mnaona swali lilivyowekwa? Kwanza alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Halafu anamwambia mama atii. Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Aha, naomba ugundue, Shetani sio kwamba hatambui kwamba Mungu hayupo, anajua yupo. Na kwenye swali lake anakiri ya kwamba yupo Mungu. 2, Shetani sio kwamba hajui ya kwamba Mungu huwa anasema na watu wake, anajua. Maana anamwambia hivi ndivyo alivyosema Mungu. Unajua watu wanadhani kwamba Shetani kazi yake ni kutufanya tusimwamini Mungu. Shetani kazi yake ni kutufanya tusimwamini Mungu kikamilifu. Tujue tu yupo na neno huwa anasema, lakini tusimwamini kikamilifu. Na hilo neno tusiliamini yaani nusu tu hivi, amekupata. Narudia, Shetani hana shida na wewe kuamini kwamba Mungu yupo. Hata yeye anaamini. Pastor umesemaje? Yakobo sura ya 2 fungu la 19, Biblia inasema, mnaamini ya kuwa Mungu ni mmoja, mwatenda vema. Hata mashetani nao wanaamini, tena wao wamekuzidi, wanatetemeka na kutetemeka. Bifu la Shetani sio kukufanya usiamini kwamba Mungu yupo. Hiyo sio shida yake. Wala shida yake sio kukufanya usiamini kwamba Mungu huwa hasemi. Anakuambia kabisa amesema, na neno Biblia unayo na unajua amesema. Hiyo sio shida yake. Shida ni kwamba usimwamini kikamilifu na neno lake usiliamini kikamilifu. Mtilie mashaka. Hapo ndipo Shetani anapotukamata wengi. Na ndio maana siku ya hukumu wengi tutakuja tutalia, Bwana Bwana, nilihubiri Njombe Net Event na mapepo nikatoa. Maana nilikuwa naamini upo na nilitumia mamlaka ya neno lako. Na neno linasema Bwana atasema, tokeni kwangu siwajui ninyi. Sio kwa sababu hamkuniamini, sio kwa sababu hamkuamini neno langu, lakini kwa sababu hamkuniamini kikamilifu.